Naam, kikosi cha timu ya Taifa Stars kilichoweka kambi nchini Misri kwa ajili ya kujiandaa na michuano ya AFCON ambao inaenda kutimua vumbi siku si nyingi nchini Morocco, hapo wakiwa wanafanya mazoezi. Naam, yote ni kujiandaa na michuano ambayo inaenda kufanyika nchini Misri. Kumbukwe hii ni AFCON ya 3 kwa timu ya taifa na AFCON ya 4 itafanyika kwetu hapa kijumuisha nchi 3, Tanzania, Kenya na Uganda. Ikumbukwe pia kwenye michuano ya AFCON ambayo timu ya taifa imeshiriki mara 3 haijawahi kupata ushindi, sana sana ikiambulia sare tu. Na kwa mwaka huu nchini Morocco wataanza kukata tiketi dhidi ya Nigeria, watakuja kucheza na timu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, Uganda, na kumaliza na Tunisia. Hizi ni mechi 3 kwa timu ya taifa kuweza kukata tiketi na ili kuweza kufika hatua ya robo finali, wakifanya vizuri nusu finali mpaka finali kabisa. Naona wakiwa napasha misuri kujiweka sawa. Michuano siku si nyingi inaenda kutimua vumbi. Hao ni baadhi ya wachezaji wa timu ya Taifa Stars. Mazoezi yakiwa yanaendelea, tunaiombea timu yetu iweze kufanya vizuri, kizingatia ni michuano mikubwa kwa ukanda wa Afrika kwa ngazi ya timu za taifa. Na tunaanza kufanya vizuri kwenye AFCON. Kwenye swala la kufuzu limekuwa swala kujiuza tena kwa timu ya taifa. Tutegemee mazuri, labda kesho na kesho kutwa pia kwenye upande wa kombe la dunia tukaona timu ya taifa imeweza kufuzu. Yaani mazoezi mepesi wakaendelea kufanya. Kumbuke pia kocha mkuu wa timu ya taifa Miguel Gamondi kiwa na kikosi chake. Makocha ambao waliwezesha timu ya taifa kuweza kufuzu walikuwa ni wazawa, wakaweza kuenguliwa na nafasi kupewa Miguel Gamondi, na rais wa Tanzania wengi hawana wasiwasi na kocha Miguel Gamondi. Profaili yake inafahamika, ufundishaji wake hasa kwenye vilabu, alishawahi kufundisha Young African kwa mafanikio kabisa. Kwa kupewa timu ya taifa sio jambo la kujiuliza mara 2 au 3. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba atafanya vizuri. Kwa Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Taifa Stars. Hii ni Mode Online TV.